Ni ya kiulazima kwa sababu wachezaji wangu wanaumia na ni wachezaji ambao ni kutarajia kuwatoke kwenye mchezo. Nini unakifanya? Nini kifanyike na unacheza na timu kubwa? Ni kubadilisha muundo ambao wachambuzi wengine walikuwa wanazungumzia muundo wa kucheza kwa sababu unacheza na Esperance, ama ni kuendelea kuingiza watu wengine ili at least hiyo timu yako iweze kubalance kama ulikuwa unafanya coach? Unaweza usibadilishe muundo, lakini kitu ambacho kinatokea hayo, unajua hakuna kitu kinavunja watu moyo kama mtu asababishe goli. Ni timu kufungwa, ni mchezaji wenu binafsi ndio unasababisha hayo matokeo. Yaani mimi nipige pasi iende izalishe goli, sisi ndo tunafungwa. Wachezaji wengi wanapoteza hiyo nguvu ya kuendelea kupambana. Wachezaji wachache sana ambao watakuwa na hiyo mindset, na ndio maana ukiangalia kwenye matukio mengi ya namna hiyo utakuta wachezaji wanahimizana kwamba sawa, mchezo bado hujaisha, tunaweza kufight. Na ndio maana ukiangalia Simba kuna namna walikuwa wanataka kupush kutafuta goli la 3, lakini ni nyakati ambazo wao wenyewe wakati wanatafuta goli la 3 wanasahau kwamba hata watu wanatafuta goli la 2 kuja ku level scoreboard. Kwa hiyo pia nidhamu ya kiulinzi ilikuwa inatakiwa kuongezeka. Hapa sio swala la mwalimu tena, ni wachezaji kutambua mazingira tu ya mchezo yanahitaji nini kwa sasa. Tayari sisi tuna huo uongozi, wao wako nyuma, sisi tuko mbele. Tunafanyaje kupunguza hii risk ya sisi kuja kuruhusu goli la 2? Kwa mimi naamini ilikuwa ni issue pia wachezaji wenyewe kutambua ni nini wanatakiwa kukifanya. Tayari tuna goli 2, kwa nini tunataka kulazimisha mazingira ambayo yameshaanza kuwa magumu? Okay, Hans, unaweza sasa ukatupitisha jinsi ambavyo ilikuwa kwenye mchezo wa siku ya jana? Ubao uko hapa vizuri kabisa. Tuangalie Simba walipataje magoli. Tumezungumzia situation mbalimbali ambazo zimepelekea labda Simba kuruhusu magoli mawili kipindi cha pili, lakini hatujasifia namna gani ambavyo Simba waliweza kupata magoli mawili kipindi cha kwanza, na hapa ndipo ambapo ubao wako unaenda kuhusika zaidi. Tuangalie setup ya mabao yote mawili ilikuwa vipi kuelekea katika mchezo siku ya jana. Nadhani ni kipindi bora sana ambacho Simba wamekuwa nacho kipindi cha kwanza. Cheza mpira mzuri sana, of course. Approach ya mwalimu ilikuwa superb. Yani alikaa chini akaangalia game ya kwanza ambao walifungwa Tunisia, akaangalia madhaifu ya De Tunis, and then akaja kuboresha kwenye kikosi chake na Simba akafanikiwa kupata yale matokeo katika kipindi cha kwanza. Ukitazama goli la kwanza jinsi ambavyo lilipatikana, ni kwa sababu ni goli ambalo limefanyiwa homework. Halijaja kwa bahati mbaya, ni kutokana na setup ya Simba waliokuwa nayo, kwa sababu jana De Tunis walikuwa nazuia zaidi kwenye mid block kwenye 4-4-2, lakini ukitazama cheat code ya Simba jana first half alikuwa ni Kante, anaitwa Alassane Kante, ndo alikuwa cheat code ya Simba. Mpaka wanatoka nyuma wanafanikiwa kupeleka mipira mingi mbele, Kante ndo alikuwa anafanya kazi. Unaweza ukasema jana alikuwa atumike kama a deep lying playmaker kwa sababu alikuwa anatembea maeneo mengi. Kuna muda utamkuta katikati ya Nangu na The Rock, lakini kuna muda utamkuta hapa na Kagoma, and then kuna muda anaenda kuombea mipira pembeni hapa, na ni kwa sababu walijua De Tunis wanazuia zaidi kwenye 4-4-2. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni kuibite ile line ya kwanza ya De Tunis ambayo ilikuwa na Ogbel na Diakite. Kwa hiyo Kante, wewe hutosimama eneo moja, badala yake utakuwa unatembea ili kuweza kupokea pass na kupeleka mipira zaidi kwenye half space. Na ukiangalia Kante akienda kuombea mipira pembeni, utamuona Gueye anaingia zaidi kwenye half space, lakini pia utamwangalia Oula naye anaingia kwenye haya maeneo. Then Chama naye yuko kwenye haya maeneo, lakini pia tunajua jana Simba ameanza na Kibu Denis ambaye pia naye anaenjoy zaidi kushuka kuwa kwenye haya maeneo ya chini zaidi. Kwa hiyo Simba kwenye half space wana watu wanne ambao wanaweza kupokea mipira. Ndio maana unaweza ukaona hata goli lenyewe jinsi ambavyo limetokea. Kagoma alirudi upande wa kulia, Kante akaenda upande wa kushoto, anapokea pass, anaweka kwa Oula ambaye alikuwa ameomba katikati ya winga na midfielder hapa kwenye half space, and then Oula anaingia anakwenda kupiga cross ambao ilibabatizwa Kapombe akaweka goli. Kwa alikuwa Kibabage ambaye alipiga cross. Kibabage, lakini aliyeomba zaidi alikuwa Oula. Alipokea mpira kwenye haya maeneo. And then goli la pili, of course, najiuliza ni kitu gani ambacho kilitokea mpaka defense ya De Tunis ika switch off. Kwa sababu ni cross ambayo imepigwa kwenye box, and then uone kama wanafanya proper marking dhidi ya Simba ambao lazima usifie zaidi movement ya Kagoma ambayo alifanya kwamba mpira ukiwa kwenye box, mimi ni defensive midfielder, lakini nitakwenda kuongeza idadi ya watu kwenye box tuweze kupata goli. And then goli likaingia. Baada ya hapo, of course, wenzangu washazungumza jinsi ambavyo Simba wali switch off. Nadhani kama wewe ni kocha unajiuliza nifanye nini?
Yani nimekuja na setup, tumepata magoli mawili and then wachezaji wana lose concentration, wanatoka mchezoni. Kabla hujafika hapo, ile goli ambalo wamefunga Simba la pili ambalo alifunga Kagoma, goalkeeper alitakiwa kufanya bora zaidi. I think hakuwa na chance. Okay, kwa sababu nilikuwa naona kama goalkeeper alikuwa karibu sana na binafsi mimi nadhani defense haikufanya proper marking. Unajua kuna muda unafungwa goli, wewe goalkeeper mwenyewe unabaki kusema kwamba okay, sikuwa na chance. Binafsi mimi siwezi kumlaumu goalkeeper kwenye lile goli la pili ambalo lilitokea. Kidogo Kante alikuwa na mechi nzuri and then watu watamhukumu kwa mistake yake aliyoifanya. Alikuwa na mechi nzuri sana na huwezi kuacha kumhukumu kwa sababu ni alikuwa na option zaidi ya 3. Simple pass, just a simple pass. And then anapiga blind pass. Mchezaji anakwenda kuintercept, anafunga goli. Na lazima usifie zaidi sabu ambazo zilifanywa na mwalimu wa De Tunis. Sabu ya anaitwa Bolia, Bolia, sindio? Kipindi cha pili, sabu ya Musakin. Zile ni sabu ambazo zilienda kwa vuruga Simba total. Kwa sababu mtu atalaumu defense ya Simba inafanya makosa, lakini tukiwa tumepoteza mpira, nani anaanza kukaba? Ni timu nzima. Kwa sababu tunahitaji pressure, tunahitaji cover, tunahitaji balance. Pressure inaanzia wapi? Nyie ambao mko mbele, sisi tumepoteza mpira, ndio mnatakiwa kuanza kuweka pressure. Msiwaruhusu wapinzani wajenge mashambulizi kwa utulivu. Lakini kama mbele Kibu Denis una relax, sijui Gueye una relax, sijui Yaula una relax, minzi mpira utashuka, utakuja kwenye zoni yetu. And then na Chama kama una relax, mpira utakuja, utafika. Kwa hiyo kosa la kwanza sio la hawa mabeki. Kosa la kwanza ni pale ambapo tumepoteza mpira, nyie watu wa mbele mmeweka pressure, then ndo tunakuja kwenye cover. Wakati timu inatushambulia sisi tumeweka cover, labda Kapombe yuko juu kidogo au Kibabage yuko juu kidogo, Nangu na The Rock mmeweka cover kwenye haya maeneo ambapo mafullback wametoka. Hivyo vitu Simba wanafanya, lakini ukiangalia Simba jinsi ambavyo wanazuia, hauoni ile compactness. Yani wajuu, kiungo, mabeki. Na juzi nilizungumza hapa kwenye mechi ya kwanza dhidi ya De Tunis, nikazungumza na baada ya kucheza na Mashujaa nikasema wameshinda dhidi ya Mashujaa, lakini sijaona pressure ambayo wanaiweka kwenye mpira wakipoteza mpira. Mashujaa waliwauliza maswali, kama watafanya hivyo dhidi ya De Tunis wanaweza kuwa kwenye wakati mgumu. Kwa hiyo hapo tunaongelea ni muundo wa timu sasa kwenye namna ya kuzuia. Bado kuna changamoto kubwa. Jukumu hili ni la kiufundi, sio? Lakini kiusahihi mwalimu utamhukumu. Siwezi kukataa. Lakini bado hata wachezaji wao wenyewe. Kwa sababu mimi Juma, Kibu Denis au Gueye au Aula, hao ni wachezaji ambao ni professional players. Kuna vitu ambavyo hawahitaji hata maelekezo kutoka kwa mwalimu. Kuna vitu hawahitaji kupata maelekezo kutoka benchi la ufundi. Wewe unajua tupoteza mpira tunatakiwa kuapply pressure, kwa sababu tusipokuwa na mpira kila mtu anageuka kuwa beki. Sasa kama uapply pressure, lawama moja kwa moja tunazipeleka kwa kocha. Nijibu Juma. Kama ni professional player. Crown Media. Hapa ni nyumbani.